Hivi unajua kuwa namna unavyoishi leo ni matokeo yanayotokana na jana yako? Leo yako unayoiona imeandaliwa na jana, na kesho yako inaandaliwa na leo. Ni lazima kwanza ujue kuwa unapaswa kuiandaa leo yako katika misingi ambayo itakufanya kesho yako usijutie. Watu wengi wamekuwa wakijutia kesho zao ama wakijutia leo yao kwa sababu walishindwa kuandaa vizuri katika nyakati walizokuwa wanazitumikia. Uziandaa kwa namna gani? Walikosa nidhamu ya fedha, walikosa malengo, walishindwa kuchagua watu sahihi wa kuambatana nao ili kuiandaa kesho yao. Sasa ili ufikie malengo yako ni lazima ujue mambo haya yanakuzunguka na unayafanya kila itwapo leo. Siku zako ulizokuwa nazo, nyakati uliokuwa nayo, unaitumia katika muktadha upi? Lazima ujiulize, ni muktadha upi unatumia kuiandaa kesho yako? Kama unashindwa kutumia kesho yako katika kuandaa katika nidhamu ya kifedha, wewe umekuwa ni mtu wa kuchafua tu fedha, kwa maana matumizi yako hayana budget. Elewa kuwa ni moja ya changamoto itakayokufanya kesho yako iwe ngumu sana. Watu wengi wanajiuliza kuwa ni kwa nini wanaona watu ambao yamkini walikuwa katika nyadhifa fulani wakitumikia nafasi fulani, lakini baada ya kuretire katika nafasi zao, ama ya kuacha kazi katika nafasi walizokuwa wanafanya, ama baada ya nguvu zao kuisha wakati wakiwa wameshakuwa wazee, ama muda wao wa kufanya kazi umeshakamilika, basi wameshindwa kuwa na maendeleo na wameshindwa kuonesha yale waliokuwa wanayafanya wakiwa kazini. Hii nimekuwa ni changamoto kwa watu wengi, na wengi wamekuwa wakijiuliza. Hii imetokana kwanza kushindwa kujua budget zako, kwa maana ya kushindwa kuiwekea fedha yako nidhamu, kwa maana ya maandalio. Fedha inaandaliwa ili ufikie malengo ya fedha iliyo kuu, na fedha yenye kufanya mambo mengi na yenye kukufikisha katika eneo fulani, fedha ikajizungusha yenyewe, ni lazima kwanza iwekee nidhamu. Kama utashindwa kuwa na nidhamu ya fedha, kwa maana ya matumizi yako, elewa kuwa itakuwa ni changamoto moja itakayokufanya wewe kesho yako iwe kesho ambayo haina matumaini. Itakuwa ni kesho ambayo watu wengi watakuwa hawawezi kuisema, hawawezi kuisimulia kesho yako, kwa sababu leo umeshindwa kuiandaa vema. Sasa unaiandaa vipi kesho yako? Nilisha kwenda kusema vitu ambavyo vitakufanya kesho yako iwe njema. Lazima uzingatie hivyo vitu nilivyokwenda kuvisema hapo. Na namna nyingine ambayo kesho yako itakuwa nzuri, ni lazima uangalie maisha unayoyaishi sasa. Elewa, jinsi unavyoishi sasa, jinsi unavyoenenda sasa, unaandika historia ya maisha yako. Hayati Dr. Mwinyi alisema, na nukuu, "Nahitaji kusomeka vizuri, nahitaji kuwa hadithi nzuri nitakapoondoka duniani." Kwa namna gani? Alikuwa anamaanisha kuwa maisha yake yeye ni hadithi. Kwa kadri anavyoishi, kadri anavyoendelea kufanya mambo katika dunia, hiyo ndiyo kalamu inayoandika historia ya maisha yake. Kaendelea kusema anahitaji hadithi yake na historia yake isomwe vizuri na wanaomfuatia. Kwa sababu gani? Alikuwa anaiandaa kesho yake leo. Kwa unaweza ukaona kabisa Dr. Hayati Mwinyi alikuwa anaiandaa kesho yake leo, na ndio maana alikuwa anasema anatamani awe hadithi nzuri kwa wale wanaomfuatia. Na ni kweli, watu wengi tumekuwa tukijifunza na tukifuatilia maisha ya baba yetu na babu yetu mzee Hayati Mwinyi. Alikuwa akiishi maisha ya namna gani? Na kweli alikuwa ni maisha ya kuigwa, na watu wengi tumejifunza mambo mengi kupitia yeye. Lakini yeye alikuwa anaiona kesho kwa wale watakaomfuatia. Hakuangalia leo. Leo aliangalia kwa muktadha wa kuiandika vema na kuiwekea misingi bora, ili watakaokuja kuisoma hadithi yake waisome katika muktadha wa kujifunza na kupenda, wala wasichoke. Sasa wewe unaiandaa vipi kesho yako? Kesho yako unahitaji isomeke kwa namna gani? Isomeke vizuri
ama isomeke katika muktadha ambao haufai kabisa katika jamii. Penda kusomeka vizuri katika maisha yako. Penda watu wajifunze. Penda watu waelewe nini ulikuwa unafanya jana, ili nao watumie njia hiyo kufikia malengo yako. Thank you and see you.